سلاما يا رسول الله سلاما يا حبيب الله سلاما يا رسول الله سلاما يا حبيب الله سلاما يا عظيم الجاه عليك الصبح والأسحار عليك الصبح والأسحار عليك الصبح والأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bismillahi, tunahitimisha kitabu cha Sheikh Jamil Halim Al-Husaini kiitwacho Bayanu Ahamiyati Ilmi Tauhidi kwa kusema wa ba'da kulli ma naqalnahu, na baada ya kila ambacho tumekinukuu, min ayatin qur'aniyatin, kunako aya zenye kunasibika na Qur'ani, wa ahaditha nabawiyatin, na hadithi zenye kunasibika na mtume, wa aqwalin lilulamai, na kauli za wanawazuoni, kaifa yasauna sukutu an ta'limi nnasi umura dinihim, vipi inatukunjukia kunyamaza kuepukana na kufundisha watu mambo ya dini yao. Au an nuqassira fi nashri ilmi tauhidi, au kufanya kasoro, kutia dosari katika kueneza elimu ya tauhidi, wa tanzihi, na elimu ya kumtakasa Mwenyezi Mungu, alladhi huwa al-aslu wal asasu, ambayo ndiyo asili na ndiyo msingi. Vipi tunapata fursa hiyo na nafasi hiyo ya kuepukana na hilo, kuwafundisha watu mambo ya dini yao, kueneza elimu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kumtakasa? Vipi na ilhali tayari tushaona hoja katika aya, hadithi, kauli za wanawazuoni? Pamoja na kusikia yote hayo na kupata hoja zote hizo, halafu mtu bado abakie kwamba hataki kuwafundisha watu mambo ya dini yao, au hataki kueneza elimu ya aqida, elimu ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Na ubaya zaidi, mtu baada ya yote haya awe hataki kujifunza hata yeye mwenyewe, ndiyo ubaya zaidi. Wa akhtimu bima qalahu ar-Razi, na ninahitimisha kwa alichokisema ar-Razi fi kitabihi Manaqib ash-Shafi'i, katika kitabu chake kiitwacho Manaqib ash-Shafi'i. Qala rahimahullahu, amesema Mwenyezi Mungu amrehemu, man ankara, mwenye kupinga, wa dhamma, na akaitia kasoro, wa abghada, na akaichukia, ilma al-kalami, elimu ya maneno, yani usul al-aqidati, anamaanisha misingi ya aqida, fahuwa kafirun, basi huyo ni kafiri. Mwenye kuichukia, mwenye kuitia kasoro, mwenye kuipinga elimu ya tauhidi, huyo ni kafiri. Wa hadha nassun sarihun, na hii ni notsi yenye kuwa wazi, ni maelezo yenye kuwa wazi, min al-Imami ar-Razi, kutoka kwa Imamu ar-Razi, fi takfirihi, katika kumkafirisha. Bal wazada qailan, bali na amezidisha hali ya kusema, hajasema kwamba ni kafiri tu, bali amezidisha kwa kusema kafirun, ni kafiri huyo, la ya'rifu Allah, hamjui Mwenyezi Mungu, wala ya'rifu rasula, wala hamjui mtume, wala al-yawma al-akhir, wala hajui siku ya mwisho, wa huwa ala dini azara, na yeye ni mwenye kuthibiti kwenye dini ya azar, ay mushrikun billahi, yani ni mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na kwenye hili ndio wanawazuoni wakasema, ayuallimu rasul at-taharata, ayuallimu rasul ummatahu at-taharata, wala yuallimuhum sifati llahi, hivi mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtume aufundishe ummati wake tahara, halafu asiufundishe ummati wake sifa za Mwenyezi Mungu na kumtakasa Mwenyezi Mungu, kumwepusha na viumbe? Ni muhali jambo hilo. Mwenyezi Mungu ametilia mkazo jambo la elimu ya tauhidi, na mtume akatilia mkazo jambo la elimu ya tauhidi, akaitanguliza kuliko elimu nyingine yoyote. Na sisi pia tunatakiwa tuitangulize elimu ya tauhidi kwa kutilia mkazo, kwa kuwafundisha watu zaidi kuliko elimu nyingine. Fala taltafitu ila al-ghawghai, basi musikingeuke kuwafuata watu duni, al-arajifi, wingi wa uongo,
alladhina yuhawiluna al-amra, ambao wanalitia dosari jambo la kujifunza elimu ya tauhidi na kuieneza na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kueneza jambo hilo. Wayaquluna, na wanasema, la tatakallamu fi tauhidi, musizungumze katika tauhidi. Hawa musikengeuke mkawafuata, yani musiwageukie, musiwatazame, ambao wanasema la tatakallamu fi tauhidi, musizungumze katika tauhidi. La tatakallamu fil aqidati, musizungumze katika aqida. Alulama dhammu ilma alkalami, wanawazuoni wameitia dosari elimu ya maneno. Qulu lahum, waambieni, kadhabtum, mumesema uongo. Na hawa kwa nini hasa wanawakataza watu kujifunza elimu ya aqidi? Kwa nini wanawakataza watu jambo hilo? Kwa nini? Ni kwa sababu lau utajifunza elimu ya aqida utajua upotevu wao. Hii ni miongoni mwa sababu kubwa za baadhi ya watu kukataza watu wasijifunze elimu ya aqida, kwa sababu ukijifunza elimu ya aqida, elimu ya tauhidi sahihi, wewe unapata kubagua ni nani ni shekhe kweli na ni nani sio shekhe, ni nani mwanazuoni na nani sio mwanazuoni, nani kweli ni wali, nani sio wali, nani kweli ni mtu wa makarama na ni nani muongo, hana makarama hata mamoja, ni nani kweli ana cheo hichi na ni nani ambaye sio cheo chake, ni muongo, nani mwenye kuhada watu, nani si mwenye kuhada watu. Hii ni kwa kujifunza elimu ya tauhidi, elimu ya aqida, ukaijua ukatamaka ndani yake. Ama ikiwa hujajifunza elimu ya tauhidi, elimu ya aqida vizuri, na masala ya ridda ikawa hujajifunza vizuri, wewe utapelekwa huku na huku, utapelekwa wewe mfano wa jani au mfano wa karatasi au unyoya wenye kuchukuliwa na upepo. Waambieni hao, kadhabtum, mumesema uongo. Alulama dhammu almu'tazilata, wanawazuoni wamewatia kasoro, wamewatia aibu almu'tazilata. Hao mu'tazila ni kundi katika makundi mapotevu. Walmujassimata, na mujassima. Mu'tazila ni makundi mengi na mujassima ni makundi mengi, lakini kwa ujumla almujassima ni wenye kumfanyia Mwenyezi Mungu kiwiliwili, ambao wanasema Mwenyezi Mungu ana mwili, ambao wanasema Mwenyezi Mungu ana viungo. Hao ndiyo mujassima. Walqadariyata, na qadariya. Qadariya ni miongoni mwa makundi. Hawa ni ambao wanasema kwamba eti Mwenyezi Mungu hajakadiria shari, ni miongoni mwa makundi potevu yenye itikadi za kufuru. Walmurji'ata, na almurji'a. Almurji'a ni ambao wamecherewesha adhabu kwa Muislamu ambaye ni muovu, akasema kwamba haadhibiwi. Yani mtu vyovyote atakapofanya madhambi, ikiwa hajakufuru tu, huyo haadhibiwi. Na hii kusema hivi ni kufuru. Haya makundi yote yaliyotajwa hapa ni katika makundi mapotevu, mtu haifai kuingia kwenye itikadi zao. Wa ahlal ahwai, na watu wa matamanio, yani watu wa elimu ya aqida ambayo inaitwa kwa jina la aqida, mambo ya kuweka moyoni, lakini ambayo yameenda kinyume na usahihi, ambao wameitakidi mambo kinyume na usahihi, wakazungumza mambo kinyume na aqida ya Ahlus Sunna. Wanawazuoni wamewatia dosari hao na maneno yao. Amma ilmu tauhidi, ama elimu ya tauhidi, faqad qala fihi Shafi'i, basi hakika amesema kuhusiana nayo Imamu Shafi'i, ahkamna dhalika qabla hadha, tumeijua vizuri, tumekuwa mahodari, tumekuwa imara kwenye lile kabla ya hili. Ay atqana ilma tauhidi, yani ameijua kwa uhodari, amebobea kwenye elimu ya tauhidi, qabla ilmi alfiqhi walfuru'i, kabla elimu ya fiqhi na matawi, kabla elimu nyingine zisizokuwa za tauhidi na aqida, alibobea kwanza kwenye elimu ya aqida. Hadha Shafi'i, huyu ndiye Ash-Shafi'i. Wa hadha Abu Hanifata, na huyu ndiye Abu Hanifa. Wa hadha Hudhaifatu, na huyu ndiye Hudhaifa. Wa hadha Jundubun, na huyu ndiye Jundub. Wa hadha Abdullah ibn Umar, na huyu ndiye Abdullah ibn Umar.
wa hadhihi alahadithu, na hizi hadithi, wa hadha alijma'u, na hizi ijma'i, alladhi naqalahu alulama'u, ambayo na hii ijma'i ambayo wameinukuu wanawazuoni, ala ahamiyati taallumi ilmi alaqidati, juu ya umuhimu wa kujifunza elimu ya aqida, ilmi alkalami, elimu ya maneno. Ilmu ya aqida inaitwa ilmu alaqida, inaitwa ilmu alkalam, ilmu altauhidi, ilmu alusul, alladhi ishtaghala bihi ulamau ahli sunnati wal jamaa, ambayo wamejishughulisha nayo wanawazuoni wa ahlu sunna wal jamaa. Yani anakusudia mtunzi huyu Imamu Shafi'i amesema hivyo, na Imamu Abu Hanifa tumepita maneno yake namna alivyosema na alivyotunga, na Hudhaifa na tumepita maneno yake na yeye vipi amesema. Jundub na yeye tumepita nini amesema. Abdullah ibn Umar tumepita nini amesema. Tumetaja hadithi, tukataja ijma'i. Famadha yuridu almuariduna ba'da dhalik, basi ni nini wanataka, wanakusudia wenye kupinga baada ya hayo, baada ya kuona aya, hadithi, ijma'i, kuona kauli za wanawazuoni, kauli za maswahaba, wanataka nini hawa ambao wanapinga kufundishwa elimu ya tauhidi na kuenezwa? Tamakkanu fi ilmi tauhidi, kuweni mabingwa katika elimu ya tauhidi. Tamakkanini, yani kuweni mahodari, muijue vizuri kwa umakini elimu ya tauhidi. Tamakkanu fi ilmi al-aqida, kuweni mahodari, mabingwa katika elimu ya aqida. Fa inna man lam ya'rifi tanziha wa tauhida, kwani hakika ambaye hakujua kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumpwekesha, lam ya'rifi Allah, hajamjua Mwenyezi Mungu. Wa man lam ya'rifi Allah laysa minal muslimina, na ambaye hakumjua Mwenyezi Mungu sio katika Waislamu. Wa man lam yakun muslima, na ambaye hakuwa ni Muislamu, la tasihhu minhu salatun, haisihi kutokana na yeye swala, wala siyamun, wala funga, wala hajjun, wala hija. Wa man mata ala ghairi alislami, na mwenye kufa juu ya isiyokuwa dini ya Uislamu, fa innahu yukhalladu fi nnari, basi hakika yeye atakadiriwa ukazi wa milele motoni, atakaa milele motoni. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi ddini wad dunya wal akhirati, ewe Mwenyezi Mungu, hakika sisi tunakuomba msamaha. Wal afiyata, al afia ni neno lenye kukusanya maana ndefu, na khairi duniani na akhera. Tafsiri fupi, al afiyata, na khairi za duniani na akhera, fi dini wa dunya. Kwa hiyo ameweka wazi kwa kusema fi dini wa dunya. Kwa hiyo tunaomba khairi katika dini na dunia. Wal akhirati, na akhera, yani tunaomba khairi zinazohusiana na kwenye kila pande, duniani na akhera, na zinazohusiana na dini. Afya inakuja kwa maana hiyo. Walhamdulillahi rabbil alamina, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalina sayyidina Muhammadin wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam. Ambaye amefuatilia darsa, amehudhuria pamoja na sisi mwanzo wa kitabu mpaka mwisho, haijampita hata sehemu moja, nimempa ijaza kwa kitabu hichi, Bayanu ahamiyati ilmi tauhid, utunzi wa Sheikh Jamil Halim Al-Husaini, kwa sharti zake mbele ya wanawazuoni wa hadithi na athar, kwa sharti pia ya kusema qabiltu, na kwa sharti ya kushikamana na aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa ambayo tumeisoma ndani ya kitabu hichi, pamoja na kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukieneza kitabu hichi, yani kueneza elimu hii na kuwafundisha watu masala kama haya. Pia yule ambaye amesikia, hata kama atasikia baadaye, hata kama baada ya miaka, wakati nikiwa hai au baada ya kufa, akasikia mwanzo wa kitabu hichi mpaka mwisho, kwa sharti ya kudhibiti kama ambavyo nimesomesha mwanzo mpaka mwisho, akadhibiti, na kwa sharti nyingine wanazozitajwa wanawazuoni, basi pia nimempa ijaza kwa kitabu hichi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira.
العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. اصحبوه وتأثر في مجالسهم وصل حقك مهما قدموا كورا واستلم الوقت واحضر دائما معه واعلم بأن الرضا يختص من حضر. لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. قوم كرام السجايا حيث